Karibu katika chaneli yetu ya PVP Media Max. Nikukaribishe wewe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe. Ukitazama hapo chini katika ukurasa wa kusubscribe utagundua kwamba kuna kama chaneli mbili zimeweza kuungana. Please tafadhali naomba uguse hapo alama ya kusubscribe na itakuletea option mbili za kuweza kusubscribe. Kwa kufanya hivyo itakusaidia wewe kupata recap za Kinigeria pamoja na hizi za Kikorea ambazo zinafanywa na DJ Poa. Asanteni sana kwa wote ambao mmekwisha kugusa alama ya kusubscribe mpaka wakati huu. Basi tunasonga mbele. Mwamba Sanogong baada ya kuichukua ile picha ambayo bidada alikuwa amenasa ndani yake, basi moja kwa moja kaipeleka kwa jamaa mmoja anayefahamika kama PK. Lakini PK akamwambia kuwa ili uweze kuingia katika picha na kuweza kumkomboa bidada, basi ni lazima nikupige picha kupitia kamera yangu na uweze kuingia ndani yake. Mwamba alipoweza kujipiga picha ghafla tu akajikuta ametokea katika ulimwengu ambao hata alikuwa utambui. Ni miaka ya nyuma kidogo, na huku mwanamke alikuwa anaandaliwa kwa ajili ya kuweza kufunga ndoa. Lakini kwa bahati mbaya jamaa alipokuwa amevaa tofauti, wakaamini kwamba huenda yeye ndio bwana harusi. Wakamkamata na kumpeleka kwa Mwamba ambaye alikuwa anafungisha ndoa. Na tamaduni za watu wa huku katika kufunga ndoa ni kwamba wanachukuliwa wanawake wengi sana na kisha wanawatazama katika mgongo. Baada ya hapo unatakiwa kukisia ni nani ambaye ni mke wako. Kama ukifanya makosa tu katika makisio hayo, basi huyo mwanamke ataondoka katika dunia hii, wewe utabakia. Kwa hiyo Mwamba anatakiwa kupambana sana kuhakikisha kuwa yeye anafanikiwa kumpata mwanamke huyo ili aweze kurudi naye katika dunia yake. Hasa Mwamba kwa sababu ana mambo ya kishirikina kama yote, akajibadilisha na kuwa kipepeo. Hawa kuweza kumtambua kabisa. Akaenda akamchungulia bidada na kugundua kuwa bidada ni yupi. Kisha baada ya hapo akasema kuwa bidada Samini ni yule pale. Na kumbe bidada Samini alikuwa amefutwa kumbukumbu zake. Kwa hiyo kumtambua bwana yake inakuwa ni kipengele sana. Mwisho siku bana akajikuta tu anaanza kumshangaa huyu jamaa. Huyu jamaa ni nani? Lakini Mwamba ili bidada aweze kumgundua akavaa ile bangili ambayo Mwamba Wicho alikuwa ameweza kumpatia huyu bidada, akamwambia kwa mvishe huyu jamaa. Na jamaa alipokuwa amevaa tu ile bidada akaweza kumtambua na kuweza kumshika na kuanza kuondoka naye. Lakini wakati huo huyu jamaa alikuwa anafungisha hii ndoa, akasikia kuna harufu fulani anayosikia kwa Mwamba Sanogong. Kaagiza kwamba jamaa asiondoke katika dunia hii, kuna jambo ambalo ameona alikuwa liko tofauti. Lakini wakati huo kuna mpuuzi mmoja hivi alikuwa akichukua kamera huko nje na kuondoka nayo. Kwa hiyo inakuwa kipengele sana kwa wao wawili kuweza kutoka nje ya hili jumba. Wakajikuta wanazunguka tu katika ulimwengu huo wa picha, wanahangaika hawajui watatokaje. Kumbe huku Mwamba Wicho amechukua ile picha na kuanza kuichoma kichawi. Dada akitazama tukio hili anagundua kwamba ndio lile tukio aliyokuwa ameliona katika picha kwamba alikuwa anamkisi huyu jamaa. Ikabidi kujaribu kukisi na huyu jamaa huenda atamrudisha katika ulimwengu wa kawaida. Na baada tu ya kuweza kumkisi huyu jamaa, ghafla jamaa akahisi maumivu makali ndani ya moyo wake, na kumbe moyo wake ukawa umeunganishwa na bidada Samini. Na Mwamba Sanogong akawa ameshtukia kwamba amechezewa mchezo, ameingizwa mkenge. Mwisho wa siku akawa mtumwa wa bidada. Na kumbe bana bidada pamoja na Mwamba watakuwa wameungana. Bidada kila atakapokuwa anapata shida, huyu jamaa atakuwa anajisikia maumivu. Tena bidada hakutaka kabisa kupoteza muda, akaanza kumwagiza pale pale kwamba nitajie jina lako. Mwamba akazungumza tunaitwa Sanogong. Na bidada akaongezea kuwa haya fanya haraka nitoe katika picha. Moja kwa moja Mwamba akawa amemsukumiza bidada na akatoka nje ya picha. Lakini aliporudi tu Mwamba PK akamwambia kuwa kama huyu jamaa umeweza kumwacha kule, basi atabakia ndani ya picha milele. Lakini bidada akasema kuwa mimi sikuwa na lengo la kuweza kumwacha Mwamba kule, lakini nitajaribu kupata msaada. Ila akakumbuka kwamba kuna Mwamba mmoja hivi jamaa alikuwa anamtajiaga sana kwa kusema kuwa ni rafiki yake na ni mtu mkubwa sana. Na moja kwa moja bidada akaelekea kwa huyu jamaa ambaye ni mkuu wa makampuni, akamuuliza namna gani anaweza kumsaidia Sanogong, na huyu jamaa akampatia ushauri. Na kiuhalisia ni kwamba Mwamba Wicho alikuwa amefurahi sana baada ya kugundua kwamba Sanogong ameweza kufungiwa kule katika ile dunia ya picha. Lakini hii kitu ikabaki inamshangaza kwa sababu anakumbuka kwamba alimpatia bidada ile bracelet, na kumbe bidada ameshamvisha Mwamba ile bracelet. Na Mwamba Wicho akaja kugundua kuwa hapaswi kabisa kufurahia, kwa sababu kama bidada ameshamvisha ule Mwamba bracelet, maana yake jamaa atakapokuwa tu anamhitajika akiitwa jina lake, basi moja kwa moja atakuja eneo hili. Tena naye bidada anaijua mbinu hii, akaenda akajikata katika mkono wake, na mara baada ya hapo mizimu ikaanza kuja, akaita Sanogong. Hapa tu Mwamba akajikuta anachomoka kutokea katika ulimwengu wa picha na akaja katika dunia ya kawaida. Lakini pia Mwamba Wicho akaja kugundua kwamba hii ni rahisi sana kwa Mwamba Sanogong kuweza kumshambulia bidada na kumtafuna, kitu ambacho kitaweza kusababisha Mwamba asiwe anapigika na mtu yeyote katika ulimwengu huu. Lakini yule mzee wa kazi akasema kuwa afu na wewe Wicho umemvisha mtu kile kipete. Kile kipete mwanzoni kilikuwa kinavishwa katika maeneo ya kichwa na kilikuwa kina ishara ya upendo. Wewe umeenda kumvisha mtu katika mkono. Lugha nyepesi ni kwamba Sanogong atampenda sana Samini. Ukiachana na kwamba ile ni dawa ya kuweza kumcontrol Mwamba Sanogong, lakini pia ni dawa kama limbwata hivi. Yeye jamaa atakuwa anampenda huyo bidada kupita kawaida. Kwa hiyo umetengeneza mapenzi baina yao kama ulikuwa hujui. Na ni kweli kabisa Sanogong huko alikuwa anajitahidi kweli kumfurahisha bidada. Akachukua yale matone yake ya damu na kisha akayabadilisha kuwa vipepeo. Vile vipepeo vikawa vipeperuka vikaenda umbali mrefu. Kumbuka kwamba hivi vipepeo ni damu. Mwisho wa siku bana kuna watu ambao walikuwa wamekufa katika ajali. Vile vipepeo vikaenda vikatua juu ya miili yao, na mara miili yao ikawa imepata afya na macho yao yakabadilika na kuwa mekundu.
Wale watu waliokuwa wameshuhudia tukio hili ajali, baada ya kugundua kwamba maiti imeweza kuamka, wakawasha gari yao na kuanza kukimbia, lakini wakaja kushtukia kuwa ndani ya gari wamekuwa wamepanda na huyo maiti. Walipoweza kumuona wakaanza kupiga makelele, na mara ghafla ajali ikaweza kutokea. Yule mwanamke akashuka katika gari na kuendelea kutembea katika maeneo hayo ya mapori. Mapema na alfajiri katika mji inaonekana gari fulani ikiwa imetokea kijijini. Kumbe yule mwanamke alikuwa amedandia katika gari hii, lakini gari ilipokuwa inapita jirani na bidada Samini, ghafla tu huyu mtu alikopo ndani ya ile gari akaanza kuhisi kitu fulani. Mwanamke huyu akajikongoja na kushuka katika ile gari, na ghafla tu akawa anamfuatilia bidada Samini, lakini akitazama katika TV anagundua kwamba kuna mwanamke anayefahamika kama Sara ameweza kupotea. Na katika taarifa hii inaonyesha kwamba bidada huyu ndio huyu ambaye anatangazwa ndani ya TV. Kwa kitendo cha Mwamba Sanogong kujikuta kwamba amekuwa ni mtumwa wa bidada, basi moja kwa moja akaenda kumfuatilia yule Mwamba ambaye anamfahamika kama PK, mtu ambaye ana wasiwasi naye kwamba huenda ndio amempatia bidada kile kigoldi katika eneo la mkono kilichosababisha yeye aanze kumpenda bidada kila wakati. Lakini PK sio kwamba yeye ndio alikuwa amempatia bidada, bali yeye alikuwa ametoa kamera kumbakiza Mwamba kule katika dunia ya watu wa zamani. Ile tu PK ameweza kumuona Mwamba amekasirika, akajibadilisha na kuwa katika umbile lake ya kawaida. Kumbe bana huyu ni nguruwe poli bana. Akaanza kukimbia katika mitaa. Mbio za sakafuni zikawa zimeishia ukingoni kwa huyu PK, na moja kwa moja Mwamba alimpa kichapo kizito sana. Lakini jamaa alisema kwamba ni kweli mimi niliweza kuchukua kamera ili kukufungia kule ndani, ila mimi sikuweza kumvisha bidada kicho kidude ambacho unasema kiko katika mkono wako. Baadaye Mwamba katika kuunganisha doti akaja kugundua kwamba kumbe mtu aliyekuwa amemfungia kule ndani basi hakuna mwingine zaidi ya Mwamba Wicho. Hii kitu ilimkela sana, na akagundua kwamba Wicho ina maana ndo alimpa bidada asili ya kwamba mimi hapa niendelee kumpenda bidada. Mwamba akamfuata Wicho mshikaji wake, akamlalamikia kweli, lakini hawezi kumfanya kitu chochote kile. Wicho akasema kuwa nimeweza kusababisha wewe uweze kumpenda bidada ili usiweze kunywa damu yake, kwa sababu pindi utakapotaka tu kunywa damu yake kwa sababu unampenda utajikuta unaacha. Aisee, makofi kwa Wicho, amefanya kazi nzuri. Hii ni bonge la akili. Lakini kile kiunganishi cha hawa watu wawili haimaanishi kwamba mmoja tu ndo atakuwa anampenda mwenzake, bali wote wawili watakuwa wanapendana, ila mmoja atakuwa na akili, mwingine atakuwa anajua hisa kwamba akili ya kwangu inamuongoza mtu mwingine. Naye bidada amemmisi jamaa ila haelewi atafanyaje, na wakati huo akashangaa jamaa huyu hapa kando yake. Kumbe hata ukimmisi mpenzi wako basi anajitokeza hapo hapo. Lakini Mwamba akasema umenimisi wakati nilikuwa na njaa, ikabidi moja kwa moja kuelekea jikoni. Anapoelekea jikoni anakuja kufungua friji la bidada, anagundua kuwa hakuna chakula hata kimoja. Kabaki anashangaa, wewe unaishije hapa ndani? Bidada akafunga lile friji akisema kwamba mimi nimekula chakula chote kwa sababu naishi peke yangu, sina ndugu, sina jirani, sina marafiki, sina jamaa wala sina mtu yoyote yule katika maisha yangu. Kwa hata nikimaliza chote sinaweza nikala hata mgawani. Hasa kwa kuwa jamaa amepigwa limbwata, akabidi kuwa mpole kabisa na kuanza kusema kwamba basi penzi, basi usiofu, nitakuwa upande wako kuanzia sasa hivi. Weka vitu katika friji, mimi hapa ndo mpenzi wako ambaye ndashirikiana na wewe kula chakula hicho. Hasa miongoni mwa watu ambao wamewahi kuuziwa nyumba na bidada Samini, siku leo akawa anairudisha ile nyumba na kusema kwamba tunahitaji pesa yetu, kwa sababu tuliogundua kwamba katika nyumba hii kuna makelele mengi sana nasikika nyakati za usiku. Bidada alipojaribu kuangalia hapa ndani ya nyumba akaja kugundua kwamba kuna mzimu hapa ndani. Bidada akajaribu kujikongoja kwa kufungua mwamvuli wake ili aweze kupambana na huo mzimu, lakini huo mzimu ulikuwa na nguvu zaidi. Mwisho wa siku Mwamba Sanogong akajitokeza na kumsaidia bidada. Na Mwamba akampeleka bidada mpaka ofisini, akamwambia kuwa wakati wote hakisha kwamba unakula na huyu mdoli anakupo kando yako. Huyu mdoli bana ni kama mimi tu, ukimtazama huyu mara nyingi ni sawa na unanitazama mimi. Kisha bidada akawa ameagizwa chakula. Wakati bidada anajipatia msosi akawa anamtazama huyu mdoli, anakumbuka tu maneno mazuri ya Mwamba. Lakini pia bidada Samini ana mpwa wake, na huyu mpwa wake ni mjanja sana. Anakujaga hapa na kuchukua hela, kisha anasema kwamba anaumwa tumbo, anajisikia vibaya sana. Kwa hiyo ujauzito umekuwa kama vile kigezo. Kumbe bana anachukuaga hizi pesa anaenda kumlipia madeni mume wake. Lakini wakati huyu mpwa wake anaondoka katika eneo hili, bidada akashtukia kwamba ndani ya gari ambalo mpwa wake alikuwa amepanda kulikuwa na mzimu, na huo mzimu ukaanza kumcontrol mume wake aweze kupata ajali. Lakini wakati huo Sanogong akajitokeza hapa na kuchezesha ule mzimu, kisha kama ameweza kuwasaidia. Lakini ile time wanafungua mlango wa gari wanagundua kwamba mlango ni kama ulikuwa umejilock. Kumbe hii nafsi bana inataka hawa walipe kutokana na haya madhambi wanayoyafanya ya kuchukua hela bila sababu yoyote ile na kusingizia uongo. Bidada alipofanikiwa kutoka ndani ya gari tunaweza kuona bidada yuko mbele yake, akahisi kwamba labda mume wake alikuwa anataka kumkwepa bidada, ndio maana akawa anataka kupata ajali. Akaanza kumfokea sana bidada na kumwambia kwamba kwani umesimama mbele ya gari mpaka tukataka tupate ajali? Bidada Samini akaona kuwa ni kama anajipendekeza sana kwa huyo ndugu. Mwisho wa siku akamwambia bana kila mtu ashike zake na kuanzia sasa hivi usinisumbue kabisa. Akawa anaondoka zake na kuelekea huko juu kabisa kaketi na Mwamba Sanogong. Dada akawa analia akisema kwamba ndio ndugu pekee ambao nimeweza kubakiwa nao na wananitumia vibaya sana. Wakati mwingi wananyanyasa, lakini wanajua kwamba mimi ndio nawategemea wao na wataka wao. Kwa hiyo wameanza kunitumia kama udhaifu hivi. Basi Mwamba Sanogong akasema kwamba hebu ngoja niwachape kidogo hao ndugu zako. Kutumia machozi ya bidada akabadilisha na kuwa vitenesi. Moja kwa moja akaanza kuanduda ndugu zake ambao wako upande wa pili. Hasa yule
mwanamke Sara alikuwa akielekea katika ofisi ya bidada Samin, lakini nyakati hizo za usiku bidada alikuwa hayupo. Kumbe mwamba Sanogong alikushtukia jambo hili na kugundua kwamba kuna mwanamke ambaye anafahamika kama Sara na analanda katika ofisi ya bidada. Akawa amemwekea ilizi katika eneo lake la kichwa, na hii ilizi ikawa imemfunga huyu bidada Sara na hatozurura tena katika mitaa. Hasa mwamba Sanogong akaja kujishtukia kwamba amekuwa ni mtumwa kweli kweli kwa huyu bidada. Ikabidi kusema kuwa naomba unisaidie tu kutoa haka kacheni ambako umenivicha katika mkono, alafu mimi ndakusaidia mambo milioni zaidi. Lakini wakati huo mwamba Wicho alikuwa anatimba katika mitaa hii, akamwambia bidada kuwa usimfungue huyu jamaa, anakudanganya. Kumbuka mwe kudanganya miaka 24 iliweza kupita na ukaishi maisha mateso sana. Na kumbe bana kule katika ofisi ya bidada yule mfanyakazi wake naye alikuwa ameweza kutimba mule ndani, na kwa sababu bidada Sara alikuwa amefungiwa mule ndani, basi akaanza kumshambulia yule mfanyakazi wa bidada Samin. Bidada Samin alipokimbia na kuweza kufika kule na kugundua kwamba mfanyakazi wake ameweza kushambuliwa vibaya, akaanza kulia tu. Haya machozi ambayo bidada analia yakaanza kumvuta Sanogong. Kumbuka kwamba ameunganishwa na bidada, moja kwa moja akatimba katika lile eneo na kwenda kumshambulia bidada Sara. Alikuwa akimshambulia mfanyakazi wa bidada Samin. Baada ya kipigo cha muda mrefu akamfungia Sara katika begi na kisha akawa anamtoa hapa nje ya ofisi ya bidada Samin. Sasa Sanogong akawa ameichoka hali hii, anajisi kama ni mbwa wa kufugwa, yani anatumika na bidada kama mbwa hivi au kama mlinzi fulani. Akaona siku ya leo ni vyema akaenda kupambana na mwamba Wicho. Wakaanza kupimana uwezo, lakini katikati ya ugomvi wao akajitokeza yule mkuu wao na kusema kwamba acheni ugomvi huo. Na kisha huyu kiongozi akatoa maamuzi yake ya mwisho akisema kwamba nitakwenda kumfungulia Sanogong, atakopo huru kwa sasa hivi, lakini pia hata wewe mwamba Wicho utakuwa ukipambana na mashetani, ndio itakuwa kazi yako. Lakini Wicho hii hali ilikuwa ikimuumiza sana kichwa, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba Sanogong baada ya kuweza kufunguliwa atakuja kunywa damu ya bidada na atakuja kuwa mwenye nguvu kuliko binadamu wa aina yoyote yule, wala hawa mashetani. Na anavyozijua akili za mchungaji feki Pastor Sanogong, basi akaona kwamba mambo yatakuwa ni tafrani kabisa katika mitaa. Lakini mbaya zaidi ni kwamba bidada Samini atakwenda kupoteza maisha. Je, unadhani nini kitakwenda kujili katika episodi ya 4? Basi nikusihi kugusa alama ya kusubscribe na uhakikishe kama kweli umefanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Kumbuka kwamba mwisho wa tamthilia hii ndio mwanzo wa tamthilia nyingine. Gusa alama ya kulike kadri unavyoweza ili tuweze kwenda pamoja. Tangazo. PVP Media Max kupitia kitengo chake cha IT tunatoa huduma zifuatazo: tunarekodi na kurusha live ibada, sherehe, mikutano na semina kwa kutumia vifaa vya kisasa na vyenye ubora wa kimataifa. Ukifanya kazi nasi utajionea utofauti mkubwa. Pia tunafungua akaunti za YouTube za kulipwa ndani ya muda wa siku 15. Tunafungua akaunti za makanisa, vikundi vya sanaa, watu binafsi na taasisi zote. Chaneli zote zinakuwa na vigezo na kusajiliwa kwa majina ya muhusika, Lela pamoja na TRA. Pia tunatoa msaada kwa wanaohitaji kusajili channel zao katika mifumo rasmi ya TCRA. Na pia tunatoa mafunzo ya uendeshaji wa YouTube na usimamizi kwa siku 30 tu. Ada ya kujiunga na grupu la mafunzo ni shilingi 50,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia email pvpmediacompany@gmail.com au kwa WhatsApp namba 0622113984. PVP Media tunasema YouTube ni ajira na bosi ni wewe mwenyewe.